ninachokitaka mimi, mambo ya familia usiyalete kwa wafanyakazi. Najivunia wewe kuwa mke wangu. Una moyo, una utu, alafu ni mwepesi sana wa kuelewa. Ila nakuomba sana. Mimi sioni shida baba. Hem, niambie, shida ni nini hapa? Kaa mbali naye, sawa? Mwenye macho ambiwi tazama. Bula. Yaani mpaka leo bado unaogopa watu tu, wakati nilishakutambulisha katika happy birthday yangu. Haya, acha visa bwana, twende. Twende bwana. Tunaenda wapi? Mimi nataka kujua sehemu tunakoenda. Halafu kingine, naomba niiweke sawa hii. Sihitaji tena safari zako zile unazonipitia za lunch. Nenda kaendelee na kazi zako. Iwe mwanzo na mwisho leo. Babu zangu. Bula. Usione nimeteka wakati nimedondoka, maana sio kwa milioni hiyo. Haki ya Mungu. Mpenzi, hebu chukua chako. Unajua sina muda kabisa hapa. Nataka niwahi. Mpenzi, kinachokushangaza wewe ni nini? Shida iko wapi? Ndio, huyu ni mpenzi wangu. Dogo, umenichekesha sana. Weke milioni ndani, ikiwa 400,000 tu inakuumiza kichwa. Dogo, sio wote wakuja. unajua ni kosa lakini kuingia ndani kwangu. Nikikushtaki je? Fredi, sitaki ubabaifu. Nipe kodi yangu niondoke zangu. Si umenielewa? Lakini tulikubaliana usiku na bado muda hujafika mamangu. We kelele. Tena koma ukomayo, ushike mimba ukazae. Usiniletee upuuzi hapa. Mama yako nani? Hebu niangalie kwanza, mtoto watu bado mbichi. Mteke. Unioni kwanza hapa niko na bebi wangu. Ladhizi, hani mkalia nyungo, Ligisi. Wewe ilo jina la mama liishie leo. Koma kabisa. Puuzi mmoja wewe. Samahani mama. Uje jione kama tulivyoongea. Mwenzangu ataleta, tutachanganya mama. Mbona stori nyingi Zai? Unasemaje Fredi? Yaani nyinyi mnataka kuniendesha mimi kama pia? Hapana, kwa kweli. Hiyo haitowezekana nakwambia. Unanipa stori kiukweli. Nachoka sasa. Sikia, ukipata hela utanitafuta. Bwana, usubiri tu yamalize. Sasa unaenda wapi? Nilikwambia toka mara kwanza, mimi sio mzuri kwenye kusubiri my dear. Utanitafuta. Unajua hapa kunipata. Fred, umeona? Mmeona mlichokifanya sasa? Hapa mmeshanichokoza. Sawa na kumchezea sharubu Simba. Sikiliza nikwambie we Fred. Hapa kuna haya mawili. Nipe kodi yangu au uondoke. Si umenielewa? Mama wewe mbona mshali lakini? Hebu naomba nipishe niingie ndani basi ase. Kumbe wewe unijui vizuri mimi Naona hatuelewani. Sasa ngoja uone.
Hivi mimi mnanifanya bibi yenu eh? Unachokataa kitu gani? Mwenzako anasema wewe hela unazo, alafu wewe hutaki kulipa kodi. Sikiliza nikwambie, mwenzio yuko huko anaselebuka, anakula kuku na chipsi, alafu wewe kodi yangu hutaki kunipa. Hivi mnamaanisha nini nyie? Alakei, unakula kuku na mimi nakula ugali? Walivuka mstari wakacheza na damu. Unataka nini Kalitu? Haya, niambie. Rayo, unajua ni bosi wangu na kuheshimu sana na unalijua hilo, lakini hapa kati kuna vitu sivielewi kabisa. Sasa uelewe nini? Kitu gani ambacho wewe uelewi? Nipishe bwana, mimi kuna mahali na. Basi sawa, najua unapoelekea, naomba nikupeleke, maana hata mimi nahitajika kwenye hicho kikao. Tutakutana huko huko, kwani lazima kwenda na wewe? Sio lazima kuongozana. Yes, ni lazima. Kwa nini sasa bosi wangu uchukue Bolt au pande bodaboda wakati mimi nipo? Hivi uone kama italeta sitofahamu kwa watu? Who cares? Nipishe, nachelewa. Mimi najali. Tena najali sana bosi wangu. Na kuita vile ambavyo napenda. Sikia Rayo. Nitampigia simu baba. Nimwambie jinsi ambavyo nalipa ushirikiano. Sawa? You are my boss, bwana. Twende kwenye kikao basi. Sasa nimefurahi kweli. Maana sasa unafurahi nini na wewe? Unajua Kalitu wewe ni mkorofi. Niache mkono wangu bwana, sasa tutaenda pamoja. Hapo sawa. Maana nilikuwa nipo radhi niachishe kazi leo kama usingekubali. Naona ukome Rayu, ngoja nikupe dawa sasa. Sasa ndo umefanya nini? Umekuwa bubu ghafla, sio? Wewe ndo umemwambia bidhaa kodi umenipa mimi. Haya, mtumie sasa. Ndo nini kusema uongo? Uone kwamba mimi napata fedha sasa. Mimi niliogopa atanifedhesha, ndio maana nikamwambia hivyo. Uone nadhalilika sasa. Hata kunipigia kunipanga na mtu mwenyewe unamjua. Sawa. Mimi nishamtumia pesa yangu. Ila jambo ni moja tu. Sikutaki humu ndani. Sasa maana yake ni nini? Sikutaki tena. Nilikubeba lakini haubebeki. Kapange mwenyewe uone uchungu wa kodi. Uko serious Fred? Sichekeshi hapa. Sitaki kukuona, nakwambia tena.
Hakutaki bado wamng'ang'ania, hilo lako mwenzangu utalijua. Kikongwe, tulia bibi, mume wangu hakutaki. Achana na mume wangu. Kwani unamfuatafuata mume wangu wakati hakutaki? Nisije nikakuroga bule. Achana na mume wangu. Shani, kwani una shida gani na mimi we bibi? Wewe kuniimbia mimi nyimbo? Hivi nimekukosea nini haswa? Unadhani sijui? Najua vizuri sana kama wewe unatembea na mume wangu Bula. Bula nimetoka naye mbali, achana na mume wangu. Nimetoka naye mbali. Ai. Eti nimetoka naye mbali, mbali mbinguni. Wewe kweli zwazwazwa. Alafu nimeamini mijitu mibonge haina hata akili. Yaani wewe hapo kabisa na umri wako huo na makamo yako huo na nywele zako hizo mbuliza njwe juu mpaka kwenye kidole gumba. Eti ukamlilie Bula. Sababu ni mume wangu na wewe unamlaghai. Kwa uzuri gani bibi ulona wewe wa kumlaghai mume wangu? Unasemaje? Halo! Ukiona hivyo udugu umeshindwa kuupika na umeshindwa kuutwanga, sasa utaubuya mbichi. Sijui unajua hilo Kama unaweza mtie kamba mumeo kae naye. Ukifumba macho ukifumbua kapita naye mie. Upo nyonyo, upo chuchu. Bibi kaa ujiandae. Na kuletea tego la kukunasa. Uumbuke na udhalilike. Achana na Bula wangu, kaa naye mbali. Utadhalilika. Hilo kaa ulielewe. Sijui unanielewa Kikongwe wewe? Yaani unajua Shani, unanifurahisha sana. Sikutaka hata kucheka ndugu yangu. Hilo unaoliongea eti niachane na mume wako. Sahau, habadani, sitoachana naye. Sawa Kumbuka kabisa mimi nampenda na tunapendana zaidi ya unavyojua wewe. Sasa mimi ninavyoniangalia kutoka juu mpaka chini, unanionaje au unanichukuliaje? Mimi na hela wewe. Nakuoneaje huruma? Upo chuchu? Nadhani hayo nilokuambia yamekuingia. Sasa lisikilize lingine la mwisho tena, hilo ndio la umakini zaidi. Udugu wangu, hapa tukiachana, mume wako siku hizi 3 namfungia ndani. Hutomuona jicho ilitia mchanga. Nyama ile ile, mapishi mbalimbali. Sasa kwa upendo, kwa upendeleo, mke mwenzio nilivyokuwa na imani, nilivyokuwa na huruma, shika udugu wangu. Halo, mate ya udugu. Haya, itoe uitupe. Mbona umeshindwa kutupa? Sikiliza nikwambie. Hiyo hapo matumizi ya siku 3 unaweza mfungia mumeo ndani. Halafu na kingine, shoga yangu badilisha mboga. Udugu wangu, shoga yangu. Yaani ninachokuomba hapo ubadilishe mboga hata siku moja. Kila siku mboga ya majani tu. Tumbo lako litakuwa mboga za wanyama. Siku ingine utafuga simba, atakuja huko swala. Sasa siku akiingia kiboko. Mbona na wewe utakuwa kiboko ya watu? Na mimi nitakuwa kiboko ya mumeo. Upo? Takubusu kana ninavyobusu mumeo. Paka mweusi. Wanafanya nini humu ndani? Mbona hivi lakini? Yaani Layu nimemkataza asikae na Kalitu. Lakini yeye asikii. Ngoja nitamuonyesha leo.
Rayu, natakiwa tuende nyumbani sasa. Unajua muda umeenda sana. Tuendelee bwana, bado kidogo. Hata kama tukichelewa kesho kuja ofisini haina shida, ila tumalize. Unajua mimi ndo nakuonea huruma wewe. Mimi mwanzo wa kiume sina shida yoyote. Kwani mimi nakaa uswazi jamani? Kusema nitaibiwa au nitakabwa? Najua yote hayo. Ila shida inakuja kwamba wewe unakaa kwenu, ukae kwako Rayo. Tumalizie basi hii kazi. Paliko baki ni padogo mno. Rayo, hivi unajua najali sana juu yako So please, nisikilize basi. We hauna usafiri, ndio maana nakwambia hivyo. Kwa hilo halina ubishi. Itabidi unipeleke mpaka nyumbani. Maana hata kubaki kwangu hapa ni wewe. Sawa, hakuna shida. Na naelewa kabisa. Ila nina maana yangu kukwambia hivyo. Yaani huu muda tunaotumia kubishana hapa, si tungekuwa tunaendelea na kazi jamani. Kwa sababu tumebakisha nusu saa tu na bado hatujafanya kitu. Kuna wakati inabidi tu uache ubishi bwana. Kusema hivyo namaanisha nini? Sikia Rayo. Unajua ikizidi zaidi ya hapa, mimi nitakuachia funguo na mimi nitaondoka na bodaboda. Sio unaona sasa unavyocheka. Unajua unazidi kupoteza wakati Rayo. Yaani kumbe Kalito ananijali kiasi hichi. Basi tuendelee na kazi. Mimi lazima nikujali. Unajua ni bosi wangu Natakiwa nikulinde. Hivi unadhani nisipokulinda wewe mshahara nitapata wapi sasa? Sawa basi tuendelee na kazi. Sasa sumaona hapo. Ili kote kitu tuimalize kesho, tutakimbia kwa nyumbani. Kwa tumalize. Nyingine. Kia. Umeiona? Mume wangu, haya una nini? Mbona umejiinamia hivyo? No, saa 4 naye Rayu mpaka sasa hivi hajarudi. Mimi najua muda wote karudi jamani. Mwenzie Rusi tangu saa 2 kaingia ndani. Ananipa wasiwasi na sio kawaida yake. Yaani mimi na pilika zangu za jikoni hata sijawasikia. Sasa ndio ofisi au? Maskini binti yangu. Sio mpata tatizo gani? Napata wasiwasi kwa kweli. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti, voicemail. Hapatikani. Na sio kawaida yake kuwa hapatikani. Hebu kamuite Rusi tumuulize. Nimeishi kwa machozi, nikificha majonzi,
kila siku ni dharau, kila usiku ni kilio. Waliniona dhaifu, wakasema sina thamani, lakini moyo wangu uliendelea kuvumilia. Nilipewa lawama kwa kosa lisilo